Kuna harufu inatoka kali huko, lakini hatujui ni ya kitu gani, na mburuto huko mkubwa hapa ambao kama vile kinaonyesha kama ni kitu kibaya kimetokea. Mdada mdogo, inaumiza, inasikitisha. Sijui wazazi wake, sijui ndugu zake, lakini kwa kweli imetuumiza sisi kama wamama. Amelala kwa hiyo tumemwona tu hivi uchi. Alikuwa na michubuko, kwa maana kwamba alifanywa tukio huku ikaja akaja akatupiwa huku. Ila na kingine inavyoonekana huyo mtu ni wa karibu, anajua sehemu ambayo hapa anapajua hapa. Ingekuwa mtu sio karibu asingefanya hivyo. Mkuta huchi mdada watu, afu ni mzuri, ameweka hadi kucha za bandia, yani ni bado binti kabisa. Labda kama kuna mwanaume labda amemlagai, yani inawezekana amebakwa. Kuna mwili umeonekana kwamba ni wa mwanamke ambao uko uchi, wamemvua nguo zote, lakini ule mwili tayari ulikuwa umeshaharibika. Kwa kukadiria tukaona kwamba ni una kama siku 5 nyuma hivi baada kile kitendo kufanyika. Lakini wakati tunaingia kwenye chumba hicho au kwenye nyumba hiyo, ule mwili ulikuwa umeburuzwa kwenda kuhifadhiwa walikomweka. Mtazamaji, jina langu naitwa Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Leo ni tarehe 18 ya mwezi wa 11 mwaka 2025. Hapa ni katika mtaa wa Murieti uliopo kata Sokon 1 jijini Arusha. Tumekuja kuripoti moja ya tukio ambalo limebainika asubuhi ya leo ya siku ya Jumanne, baada ya mwili wa mwanamke mmoja ambaye bado jina lake halijafahamika. Mwili wake umekutwa katika pagala hili la nyumba ambayo haijakamilika. Lakini kwa mujibu wa mashuhuda wakieleza, wamesema kwamba majirani wanaoishi katika eneo hili walianza kusikia harufu kali kama kitu ambacho kimeoza kama siku 3-4 zilizopita. Lakini majirani wakawa wanajiuliza kulikoni, harufu hiyo inatokea wapi? Lakini leo majira ya asubuhi watu wakawa wanaangalia hiyo harufu inatokea wapi. Lakini kila wanaposogea katika nyumba hii ambayo haijakamilika bado, wakawa wanaendelea kusikia harufu inaendelea kuwa kali zaidi. Wakaamua kuingia ndani, na katika eneo hili la mlango inaonekana kama vile kuna tofali ambazo zilikuwa zimejengewa ili mtu asiweze kuingia ndani. Lakini wakawa wameshangaa tofali hizo zimevunjwa. Kwa hiyo inaonekana kwamba kuna kitu ndani. Wakawa wanaendelea kusogea ndani. Baada ya hapo wakakuta binadamu ambaye yuko ndani mwenye jinsia ya kike. Lakini baada ya hapo nadhani taarifa zikatolewa katika vyombo vinavyohusika, hasa kwa jeshi la polisi. Wakafika katika eneo hili na kuchukua mwili huo na kwenda kuhifadhi katika chumba cha kuhifadhia maiti. Lakini wananchi wa eneo hili wamezungumza na kulaani kitendo hichi cha mwanamke huyu ambaye amekutwa yuko uchi wa mnyama, hajavaa hata nguo. Kwa hiyo huenda amefanyiwa kitendo cha ukatili na akaja kutupwa hapa, kwa sababu wanasema kwamba inaonekana kama kuna mburuzo fulani ambao umejitokeza katika eneo hili. Lakini mwili wake ulishakwisha haribika kwa sababu tayari eneo ambalo alikuwa amelala, sehemu mbalimbali za mwili wake zilianza kutoa wadudu, na zaidi sana wananchi wameeleza. Lakini pamoja na hayo tumemtafuta mwenyekiti wa mtaa huu ili ingalau kutolea taarifa kuhusiana na tukio hili. Naitwa Pamela, naishi jirani na hii nyumba ambayo tumekuta mtu amefariki huko. Tulikuwa tunasikia tu harufu tukipita, lakini hatukuelewa ni harufu ya kitu gani. Tunajaribu kuulizana, jamani ni chooni huko, ni chemba nini? Lakini hamna mtu mwenye jibu. Basi kuna kipindi tuliona hapo kwenye hilo nyumba kuna zibwa na matofali, lakini baadaye matofali yakavunjwa. Hata tukasema watu wamevunja, mbona hamna kitu cha kuiba? Basi hatukuwa na namna nyingine. Baadaye ndo tukaanza kusikia harufu kama siku 3 hivi 4. Harufu ilipozidi leo asubuhi ndo tukafanya maamuzi ya kwenda kuangalia sasa. Kwenda kuangalia, kila mtu anasema ingia wewe. Imekuwa kama ubishano. Nikasema kitu cha maana hapa ni kutafuta kiongozi wa serikali, ikiwemo balozi, maana ndio mtu wa karibu kwetu. Kampigia balozi, nikamwambia balozi, kuna harufu inatoka kali huko, lakini hatujui ni ya kitu gani, na mburuto huko mkubwa hapa ambao kama vile kinaonyesha kama ni kitu kibaya kimetokea. Tunaomba uje utusaidie kuangalia ni kitu gani. Basi balozi akaja, tukaingia naye akatangulia kwenye hiyo room. Kuangalia ndo akasema ni mtu amefariki na ameshaanza kuharibika. Basi ndo kilichotokea. Yeye akajulisha watu wengine, viongozi mbalimbali
hivyo. Baada ya viongozi kuja wa mtaa nini, wakafanya mawasiliano na askari. Si askari wakaja hapa, gari moja ikaja kwanza wakaingia wakaangalia, wakatoka, tukasikia kuna gari nyingine askari inakuja, kaja ambayo gari iko wazi. Ndio wakaja na magloves nini, wakatoa mwili wa marehemu, ana nguo tu chache kama nguo za ndani nafikiri. Hapa hakuwa na nguo nyingi. Wadudu wameshaanza kutoka kichwani nini, amevimba, amechubuka. Basi wakamuingiza kwenye gari, hatukuona sura yake. Watu wanapokadiria wanahisi labda ni wiki au siku 3-4. Wanahisi jua labda ndio limezidi kumharibu, maana angekuwa ni siku nyingi sana labda angepasuka tumbo. Na tumbo limevimba tu alijapasuka. Mfahamu kwa kweli, maana hata sura yenyewe hatujaona. Alivyowekwa alikunjwa. Sura ikageukia ukutani, kwa hiyo hatukuona sura. Tuliona tu mwili uko uchi. Nahisi kama ameletwa, maana angepigwa angefanyaje tungesikia kelele. Tumekuta tu mburutu mkubwa. Mtu kama kaburuzwa huko ndani kwenye hizo room. Nahisi ni mtu kama wa makamu, kama miaka 35 hivi. Kwa kweli imetustua mno, maana kukaa na nyumba ambayo haijaisha na matukio kama haya kweli imetutia wasiwasi sana. Tunaishi kwa mashaka sasa hivi. Ingetakiwa hata huyu mwenye nyumba aje, ajue cha kufanya kwenye hii nyumba angalau. Anakuja tu kufanya usafi na kuondoka. Hatujabahatika kumuona, maana hamna mtu mwenye namba zake. Sisi tunamuonaga tu labda anatuma mtu afanye usafi huko basi. Kwa tukio hili asubuhi hatujamuona. Ndio yanatupa hofu. Maana tunahisi labda vibaka hata wanaweza wakaingia huko, ukitoka ukakabwa. Kwa hiyo analeta hofu kwa kweli. Kwa kweli mimi si mtaalamu sana, ila nahisi kama labda siku 5 hivi tunavyokadiria. Kwa sababu amelazwa chini na hana nguo, labda ndio imesababisha asinani haraka, asiharibike haraka. Kama siku 3-4 ndio harufu inazidi. Sasa jana usiku imezidi. Tukasema tuje huku tukaangalia, lakini tukapata mashaka. Tukasema nyumba imevunjwa kwanza. Hapo kulikokuwa kumezibwa, tusiingie usiku, ngoja pakuche. Palipokucha ndo tukachukua jukumu la kuingia sasa. Kuingia kukagua vyombo vyote kwenye kakorido ambako kamejificha zaidi. Kasema kama ni mbwa, kwa nini watu wamfiche hivyo? Atakuwa ni kitu kibaya hichi, ngoja tumjulishe kiongozi wa serikali ambaye ni balozi. Tutia hofu kweli, kwa sababu hilo tukio inawezekana labda ni la kikatili, maana ni mwanamke. Kuna michubuko tu mgongoni, ila hatujui kwamba ni kwa ajili ya kuharibika au nini, au alipigwa, hatuwezi jua. Mimi nilikuwa tu nyumbani, kuna rafiki yangu akanipigia, njoo uone kuna mtu kauliwa. Ndo nikaja, nikaingia. Ni hatari. Maana dada alikuwa yani kama ameunguzwa hivi. Afu hapa hivi. Naona kama amepigwa panga hivi. Kwa kweli inaumiza na inasikitisha kwa kweli, kwa sababu ni mdada mdogo. Yaani ukimwona tu utajua ni mdada mdogo. Inaumiza, inasikitisha. Sijui wazazi wake, sijui ndugu zake, lakini kwa kweli imetuumiza sisi kama wamama. Hapana. Amelala kwa hiyo tumemwona tu hivi. Uchi. Basi nikatoa kitenge changu kamfunika, kwa sababu ni kama mtoto wangu nadhani, maana anatoa wadudu yani ni ukatili. Yani sasa hiyo kwa hapo hapa tujui kama ni kwamba ameletwa hajaletwa, hatujui. Labda kama wiki hivi. Maana sasa yani anatoka yani kama anatoka manyama hivi. Tuumiza afu hizi nyumba ambazo hazijamaliziwa zinatupa hofu, sababu huwezi kujua alioko huko ndani. Hatujui watoto wetu sasa hivi hali ilivyo. Kwa kweli haya manyumba watu wamalizie tu nyumba zao, weke angalau milango. Na hao walifu nawaambiaje pia? Kwa kweli jamani, ni ukatili. Inaumiza. Usimfanyie mtoto wa mwanamke mwenzako hivyo eti. Inawezekana sasa hivi yani hapo sijui. Itakuwa labda amemfanyia, hatujui. Mungu mwenyewe ndo anayejua na ndo atakayemlipa mchana kweupe. Tunaendelea kumuomba Mungu. Maana kilio tulicholia Mungu anajua. Wezi ukamsema mtoto wa mwenza, maana ni sawa kama mtoto wangu, mdogo wako, rafiki yako hivyo. Lakini kitendo cha kikatili kumfanyia mwanadamu mwenzako hivyo. Yani kama ameungua hivi, yani mtu labda ameunguzwa na moto. Afu sasa maana sina mabaka hivi
kuna kweusi, afu hapa hivi kama nyama, na hapa kichwani ndo yale wadudu walikuwa wameshamiri hivi. Jamani, serikali watuwekee ulinzi na ahimize watu wenye manyumba ambayo hajamaliziwa. Maana ni hatari pia kwa sisi, watoto wetu ni hatari. Irene, natokea Dampo. Sisi hii nyumba ni jirani yetu, madirisha yanaangaliana ya chooni. Hii asubuhi nilipoamka nikasikia watu wanaongea huko nje. Walikuwa wa kwanza kuona taarifa. Kwa hiyo nikatoka haraka na mimi kuja kushuhudia, lakini sikuweza kuangalia. Baada ya askari kufika ndo alivyotolewa ndo tukamuona watu wote. Lakini kwa anavyoonekana kama ni sio mtu mzima, ni anaonekana tu ni binti. Miaka kama hapo katikati tu binti. Harufu ilikuwa tu inasikika mbaya kwa sababu tulikuwa tukijirisha ya chooni linaingiza harufu mbaya. Lakini hatukuwa tunajua ni harufu ya nini. Watu wanaokaa jirani kabisa na hapa pembeni ndo walikuwa wanasikia zaidi, ndo walivyofuatilia ndo sisi tukajua sasa harufu ni ya nini. Lakini harufu ilikuwa ni kali sana. Kwa tulivyoona ni kama mtu ambaye ameuliwa sehemu nyingine akaletwa, kwa sababu kulikuwa kuna mburuto, kama kuna mburuto mkali. Kwa kweli labda zimaliziwe kwa sababu inaumiza, inasikitisha kwa sababu anavyoonekana ni binti. Kwa na sisi wanawake pia tunaogopa sana. Jina naitwa Happy. Nilichokiona kimenisikitisha kwa kweli kwa sababu inavyoonekana ni binti. Ana makamu kivile katika miaka 25 na kurudi nyuma. Hili tukio kwa kweli limenihuzunisha kwa sababu yani imeonekana amefanywa kitu cha ukatili. Alafu iko kitu cha ukatili inaonekana kwamba alikuwa bado damu yake bado inachemka. Kwa hiyo yule hadi akaja akakunjwa hivi, angekuwa ameshakufa kule singeweza kukunjwa. Kwa hiyo hadi zile nguo akazifanyaje, akazikumbatia. Alikuwa na michubuko kwa maana kwamba alifanywa tukio huko ikaja akaja akatupiwa huko. Ila na kingine inavyoonekana huyo mtu ni wa karibu, anajua sehemu ambayo hapa anapajua hapa. Ingekuwa mtu sio karibu asingefanya hivyo, akamleta hapa akaona kwamba hamna watu. Kwa hiyo hilo jambo linatusikitisha kwa kweli, lakini kwamba inaonekana huyo mtu anajua mazingira ya hapa mpaka akaona akavunja. Mara ya kwanza inasemekana kwamba palivunjwa kwanza, yani palikuwa na nini mbili zile. Matofali mbili. Ikavunjwa ya kwanza, ile ya pili haikuvunjwa. Baada hapo tena ikavunjwa tena ya pili, ndio ikaonekana hivyo, kwa maana huyo mtu ni wa karibu anajua hizi. Hofu ni kubwa sababu utakuta kwamba watu tuna mihangaiko mingi, tunaenda makazini, tunarudi usiku na mambo ndo kama hayo mtu anafanywa, kwa hiyo lazima uwe na hofu. Majina naitwa Karen, ni mkazi wa Murieti. Ili tukio limesikitisha. Kiujumla tumeanza kusikia harufu kali imeanza kutoka jana, lakini jana ndo harufu imezidi. Kwa harufu tulianza kusikia tokea Alhamisi kwa mimi. Hasa hiyo harufu inakuja ni kali, tukasema tuangalie, tukaogopa. Kwa usiku wa kuamkia leo tulipoona harufu imezidi, ndo mama mwenye nyumba yangu akachukua jukumu la kumtafuta balozi. Ndo balozi akaja kuangalia akasema ni mtu. Kwa mimi nimeogopa. Kitendo cha kufika hapo hivi nikaona mburuzo na wale wadudu. Kitendo cha kuona wale wadudu nikaogopa. Kwa hali ile ya kiubinadamu moyo unakuwa unashtuka. Kwa hiyo nikaamua kurudi, lakini baada ya askari kuja walivyotoa mwili nimeona ni mdada. Upande wao wamesuka, upande wao wamenyoa, wadudu wanatoka na pia mwili umekuwa mweusi. Nafikiri ni ile hali ya kukaa bila nguo, kupigwa na jua, baridi ikafanya awe katika hali hiyo. Lakini kwa haraka ukimwangalia ni mdada kwenye lika kama kwenye miaka 27, 28 hadi 30 ya kosi. Ukweli kwa kelele hatujawahi kusikia. Eneo hili hapa kwetu kiujumla limepoa. Kwa mazingira haya hapa pamepoa. Ukiangalia maisha sasa hivi kila mtu yuko busy na shughuli zake. Kwa ile kusikia purukushani inakuwa ni ngumu. Na pia ukiangalia tukio pengine labda limefanyika usiku,
kwa sababu pia nyumba hiyo imezibwa. Hapo kwenye mlango mwenye nyumba naona aliziba kujengea matofali ili kuepusha watu kuingia kufanya matukio kama hayo. Lakini sasa hatimaye tukaona kwamba pamevunjwa, pako wazi. Kwa sasa hivi pana wiki tunapoona pako wazi, lakini hatukujua kama kuna mtu ndani. Nafikiri sasa watu wenye nyumba kama hizi ambazo hazijaisha wachukue hatua za kumalizia nyumba zao, kwa sababu inatuletea hofu sisi kama wananchi. Ukiangalia tuna watoto, vijana, na matukio ya kiuhalifu sasa hivi yamekuwa mengi. Hofu inakuwa kubwa, mtu hata unashindwa kutoka. Majina naitwa Ashura. Jamani, hiki kitendo cha ukatili ni kimetuumiza sana. Yaani kimetuumiza kwa kweli. Tumehuzunika. Mdada ni ameoza sana. Acheni ukatili. Haya maisha ni tunapita. Inna lillahi. Majuzi kati kadhaa tumekuta mtoto ametupwa kwenye gofu la hapo hivi. Yaani magofu yanatutisha. Acheni ukatili. Tumewapigia simu kuanzia saa 2, maaskari wenyewe wamechelewa kufika, wananchi tumejaa hapa. Yaani jamani, kimetuumiza sana kwa kweli. Mara tumemkuta huchi mdada watu, afu ni mzuri, ameweka hadi kucha za bandia, yaani ni bado binti kabisa. Labda kama kuna mwanaume labda amemlagai, yaani inawezekana amebakwa. Inawezekana wafanye uchunguzi akamate huyo mtu. Mama tumehuzunika kwa kweli, tunaogopa, tuna hofu, na sisi tuko jirani, tuna hofu sana. Na sasa na hao wenye magofu jamani, angalieni, tunaogopa sana, tuna watoto, tuna vijana, tunaogopa. Na hapa tunapita, ni kama njia tunapita. Jina naitwa Joseph Emmanuel, mwenyekiti wa mtaa wa Murieti kata Sokoni 1. Leo tarehe 18 saa 2 asubuhi nilipata simu kutoka kwa balozi wa shina namba 20 aitwa Yusuf Nzige. Alinipa taarifa kwamba kuna jirani au kuna mwananchi wake kwenye shina lake kwamba anasema kuna harufu kali inatokea kwenye nyumba moja bovu hivi ambalo alijahamiwa. Basi ndo nikamwambia balozi kwa maelekezo, nenda ukahakikisha kwamba je, kinachosemwa ni kweli. Basi balozi akafanya hivyo. Alipofika akashuhudia kwamba ndani ya nyumba, kwenye nyumba hiyo kuna sehemu kama choo. Kuna mwili umeonekana kwamba ni wa mwanamke ambao uko uchi, wamemvua nguo zote, lakini ule mwili tayari ulikuwa umeshaharibika. Kwa kukadiria tukaona kwamba ni una kama siku 5 nyuma hivi bado kile kitendo kufanyika. Lakini wakati tunaingia kwenye chumba hicho au kwenye nyumba hiyo, ule mwili ulikuwa umeburuzwa kwenda kuhifadhiwa walikomweka. Basi nilipofika na mimi nilipoona kwamba ule mwili uko hivyo, nikachukua jukumu la kuwapigia polisi simu. Baada ya hapo nikampigia mtendaji wangu wa kata na mheshimiwa diwani. Wote tukaelekezana kwamba tuwataarifu polisi, na polisi nao walipopata taarifa hizo waliweza kufika. Kwa walipofika pale, wananchi walikuwa wameshajaa tayari. Walipofika pale wakaomba shuka, tukaufunika ule mwili na tukaweza kubeba kupelekea kwenye kituo cha afya kuhifadhi, kituo cha afya cha Murieti. Baada ya hapo tukaenda polisi, na kule tukaandika maelezo kwamba ule mwili haujatambulika mpaka sasa, lakini ule mwili tayari ulikuwa umesharibika vibaya sana. Kwa rai yangu kubwa kama mwenyekiti wa mtaa huu ni kuwataka wale wanaofanya vitendo hivyo vya ukatili waache mara moja, maana pia iko siku nao wataonja mauti. Kwa hiyo wanapofanya hivyo pia wawe na hofu ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu vitendo vya kikatili hivi vile haviruhusiwi na ni kinyume na utaratibu wa nchi yetu. Kwa ni hayo tu kwamba waache kufanya hivyo, wawe na hofu ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu ule ukatili waliofanywa yule dada, sababu yule dada tulimkadiria kwenye umri wake, kwa sababu huku usoni atambuliki tena, mwili ulishaharibika sana, ni kati ya miaka 25 mpaka 30. Kwa hiyo bado tunaendelea kuuliza kwamba ni nani ambaye amepotelewa na ndugu au rafiki ambaye hajaonekana kwa muda wa hizi siku 5 ambao ule mwili umeharibika. Jinsi tulivyoangalia ule mwili, ana jeraha ubavuni kama vile amechomwa kisu, lakini pia huku shingoni anaonekana kama vile kuna jeraha. Lakini uso umeharibika sana, kwa hiyo hatukuweza kumtambua. Tulivyoangalia ameletwa. Ndio maana ukianza kuingia kwenye ile nyumba
kunaonekana namna alivyoburuzwa mpaka wakaenda kumweka pale alipomweka. Ni wao wanatembelea kwenye nyumba zao ambazo hazijakamilika, lakini zaidi sana pamoja na kwamba hata ile nyumba kuna namna mwenyewe alikuwa ameiweka nyumba yake, alijengea tofali kama vile anaziba mlango na madirisha pia, lakini wale mabwana waliokuja kufanya kitendo hicho walibomoa ndio wakauingiza ule mwili ndani. Kwa hiyo wito wangu mkubwa ni kwamba kabla hawajapaua manyumba yao, kama kuna uwezekano wa kuweka hata magrili kufunga, inaweza ikasaidia pia. Kama vitendo kama hivyo vikifanyika, basi wasio wanaenda kuficha kama walivyofanya mwili huo, maana umeharibika sana. Kwa hiyo wangeutupa hata nje ungeonekana haraka, lakini wameenda kuficha sehemu ambapo ukikuta sio ile harufu usingeonekana, ungeozea kule kule. Hajatambulika hata kidogo. Watoe taarifa kwa viongozi wao, balozi, mwenyekiti, mtendaji na hata kituo cha polisi. Pengine labda anaweza akagundua kwamba yule aliyeuawa ni ndugu yao.